Shalom. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninawasalimu tena wanawake wa Kristo Yesu pamoja na wanawake wote. Namshukuru Bwana Yesu Kristo kwa kunipa neema hii na nafasi hii tena ya kuweza kuja kusema na Bwana Yesu Kristo litukuzwe. Amina. Ni mimi mjakazi wa Bwana Dorcas Mrema. Niko mbele yenu tena kwa ajili ya kusema na mabinti ambao bado hawajaolewa au mabinti ambao wanatarajia kuingia katika. Nimekuja mbele yenu kupitia msaada wa Bwana kusema nanyi, nikiwa namaanisha kwamba ni jambo gani au ni kitu gani, ewe binti, ewe msichana ambaye bado hujaolewa, unapaswa kufanya wakati huu au kwa muda huu unaosubiri kuingia katika ndoa. Ni jambo gani au ni kitu gani, binti ambaye bado hujaolewa, unapaswa kufanya ili utakapoingia katika ndoa uwe sawa. Haleluya. Mabinti ambao wanatamani kuolewa, wanatamani kuwa na wenza wao, na si vibaya, ni vizuri na ni kusudi la Bwana, lakini kuna mambo ambayo bado hawajafanya au hawajataka kufanya, lakini wanatamani kuingia moja kwa moja kwenye ndoa. Na inapelekea ambapo nakuta mtu mwingine akiingia hivyo kwenye ndoa, anaanza kuona ndoa ngumu. Anaanza kuona kwamba mbona nilijua ndoa ni kitu hivi na hivi, lakini mbona nimeingia huko hivi? Ni kwa sababu haukujiandaa kabla ya kuolewa. Haukujiandaa kiroho, kisaikolojia, kiakili. Yaani hukujiandaa. Kwa mabinti ambao unatarajia kuingia katika ndoa au unatamani kuingia katika ndoa, ni jambo gani au ni kitu gani unapaswa kufanya kabla ya kuingia katika ndoa? Haleluya. La kwanza na la muhimu, ewe binti unayetarajia kuingia katika ndoa, unalopaswa kufanya ni kumuomba Bwana Yesu Kristo akuandae kuwa mke wa mtu, au akuandae kuwa mke bora pale ambapo unaingia katika ndoa. Haleluya. Ni jambo ambalo wengi wanapuuzia. Wengi wanaona hata nikiingia uko na madhaifu tutabadilishana, lakini ni jambo la muhimu. Kabla wewe mwanamke au wewe binti haujaomba mume, haujaomba ndoa, muombe kwanza Bwana, ninaomba niandae, nitengeneze, nifundishe, nielekeze ni wapi ambapo siko sawa katika kuingia kwenye ndoa, ili utakaponipa hiyo ndoa au utakaponipa huyo mwanaume mwenza wa maisha yangu, niweze kuwa sawa, nisije nikawa ni chanzo cha kumkosea mwenzangu au cha kukufanya wewe Mungu ukaonekana ukadharaulika kupitia ndoa yangu. Amina. Ni jambo la muhimu sana we binti. Kabla hujahangaika, hujapiga goti, Mungu nipe ndoa, nipe mume, nipe hivi, omba kwanza Mungu akutengeneze. Omba kwanza Mungu akuandae vizuri katika ndoa. Haleluya. Jambo la pili, muombe Mungu akupe mume sahihi. Wako wengi wanapozea sana kuomba, wakijua kwamba naamini Mungu ameweka hatua kwangu wa maisha yangu, lakini usipoomba pia, yamkini adui itaingia kati, utapata mtu ambaye sio chaguo lako, sio sahihi, sio yule ambaye Mungu alikusudia muweze kukutana, muweze kuwa pamoja. Omba, usitazame kwa macho yako, usitazame kwa muonekano, kwa kuvutiwa, aidha huyu anaimba sana kwaya, aidha huyu anahubiri sana, aidha huyu anavaa mavazi ya kustiri sana, ngoja ni muombe huyu kwa Bwana. Pana, muombe Bwana, ninaomba unipe mume aliye sawa sawa na mapenzi yako, ili adui asipate nafasi ya kuingilia kati na kukupa mwanaume ambaye sio chaguo lako. Usipofanya hivyo na ukapata mwanaume ambaye sio ambaye Mungu alimkusudia, utaishia kuona ndoa ngumu, utaishia kujutia, utaishia kuona ni heri nisingeolewa, lakini ni kwa sababu haukuomba kitu sahihi kutoka kwa Bwana. Bwana anasema
ombeni lolote kwa jina langu nami nitawapa. Una wajibu wa kuomba Mungu akupe mwanaume sahihi, ambaye ni mapenzi yake, ambaye ni sawasawa na mapenzi yake Mungu. Omba Mungu akupe mume ambaye hatakuwa chanzo cha kukuangusha katika safari ya wokovu ulionayo, hatakuwa chanzo cha kukusababisha umkosee Mungu zaidi, hatakuwa chanzo cha kukutendesha wewe dhambi zaidi, bali omba Mungu akupe mume ambaye atakuwa ni msaada mkubwa kukufanya wewe uinuke kiroho, kukufanya wewe usonge mbele kiroho, kukufanya wewe utamani zaidi kuwa karibu na Bwana. Haleluya. Ni jambo la muhimu. Wako wengi wanamuomba Mungu, wanapiga magoti, lakini wanamuomba Mungu awape mume walio sawa na mapenzi yao. Mungu nipe mume mwenye pesa, nipe mume mrefu, mweupe, mweusi, nipe mume hivi na hivi. Lakini baadaye ukimpata huyo mume unaona ni mateso na ni mzigo kwako. Lakini utakapoomba Mungu, ninaomba, wewe ndio unayenijua, wewe ndio unayenifahamu jinsi nilivyo, wewe ndio unayejua ninastahili kuwa na kitu gani. Ninakuomba unipe mume atakayekuwa sawa sawa na mapenzi yako. Mume ambaye umemkusudia mimi niweze kuwa naye katika maisha haya, ili asije akawa mzigo kwako. Haleluya. Lakini jambo la tatu lingine na la muhimu, jaribu kujichunguza, angalia. Haleluya. Angalia ni mambo gani ambayo bado, au tabia gani bado unazo, ambazo hizo tabia ukiingia nazo kwenye ndoa zitakuwa mtego na kitanzi kwako cha kukufunga na kukufanya uone ndoa ngumu. Mfano, unakuta mwanamke au binti unatamani kuolewa, lakini bado una tabia ya umbea, kusema sana au na maneno mengi. Ni mwanamke usiyekuwa na kiasi katika kuongea, maneno mengi. Hiyo njia au hicho kitabia unachoona ni kidogo, kitakupelekea au kitakuwa mlango kwako shetani kukitumia unapokuwa unaingia katika ndoa, kutumia kama ndo njia ya kukuadhibu wewe. Haleluya. Kwenye ndoa yako. Mfano, wewe ni mwanamke usiye na kiasi kwenye kuongea, kuropoka. Unachoambiwa haufikirii mara 2-3, ni kuropoka, kuongea. Utakapoingia katika ndoa, ukapewa mume, endapo umetenda jambo ambalo haliko sawa, au mume wako ameona kwamba hapo unapoenenda hapana, sio vizuri, hebu badilisha hivi, au mke wangu naomba ubadilike hapa na hapa, utakuwa unaona kama unaonewa na hutoweza kucontrol kinywa chako. Utaanza kujikuta unaropoka kwa mbele ya mume wako ovyo ovyo. Mara hivi utaongea sana, ambapo kiasi kwamba njia hiyo itasababisha uone ndoa ngumu, na itasababisha, kama hujapata mwanaume mwenye hekima, itasababisha mgombane, mpigane, na mwisho hata kuharibu ndoa. Haleluya. Angalia ni tabia gani ambayo unayo wewe mwanamke, unajua kabisa hii tabia nikiingia nayo kwenye ndoa hakika sitoweza. Kama ni tabia ya una hasira za karibu, au una kiburi, hutaki uambiwe, omba Mungu kwanza. Bwana Yesu, ninajua nina kiburi, na hichi kiburi nikiingia nacho kwenye ndoa itamfanyia mume wangu hivi, na itapelekea kushindwa kuishi kwa amani katika ndoa yangu. Naomba Bwana niondolee. Haleluya. Holy Spirit, niondolee kiburi, nibadilishe, nitengeneze, ili ninapoingia katika ndoa niweze kuwa mwanamke ambaye ninastahili kuwa katika ndoa. Bwana, tazama kinywa changu ni kinywa ambacho kinaongeongea maneno mengi. Ninaomba Bwana Yesu, tengeneza kinywa changu, nibadilishe. Shika kinywa changu, nifundishe kuongea, ili nitakapoingia katika ndoa nisiwe mwongeaji sana nikamkosea mume wangu, nikakukosea na wewe. Angalia tabia gani. Yamkini una tabia ya usafi. Usafi kwako ni ngumu. Umezoea tabia uchafu. Angalia, mwambie Bwana, mimi ni mchafu. Mazingira yangu mimi ni uchafu. Sijui hata kuoga, sijui kuvaa, sijui kufua. Ninaomba Bwana nitengeneze, niondolee tabia ya uchafu kwanza, na uonyeshe kuchukua hatua, kujifunza niwe msafi, ili utakapoingia katika ndoa usije ukawa kikwazo. Utaolewa mwanaume
anaanza kukushangaa, mbona mke wangu haogi, mbona mke wangu mchafu, hafui, hapasi, hata nyumba vyombo vimekaa ovyo. Yani atakuwa anakwazika, na utakuwa chanzo cha kumsababisha huyo mume wako aone kwamba hapana, huyu sio mtu sahihi niliyekuwa naye. Utamnyima furaha ya kuwa na wewe. Omba Mungu. Yamkini una tabia mbaya ambazo wewe unazijua za sirini, lakini bado hujaziacha. Lazima umuombe kwanza Bwana akubadilishe hizo tabia. Usiingie kwenye ndoa ukiwa na tabia ambazo unajua kabisa hizi tabia sio nzuri katika ndoa. Pia haujui kupika. Wako mabinti wengi, kwa kweli mabinti wengi hawajui kupika. Mkini wengine kutokana na mazingira au kutokana na malezi waliopewa na wazazi, walikuwa si watu wa kujishughulisha na kupika. Unatamani ndoa, haujui kupika. Wewe binti, hivi unategemea ndoa itaendaje? Tuongee ukweli. Wewe unatamani ndoa, Mungu nipe ndoa, nipe mume, hujui kupika. Umeingia katika ndoa, afu unategemea hiyo ndoa iwe na amani. Hapana. Muombe Mungu akusaidie, akupe wepesi, akupe uchangamfu wa kutaka kujifunza. Jifunze kupika, jifunze mapishi mbalimbali. Jifunze hata kupitia, mfano sasa hivi mitandao ipo. Watu wanatuma video za kujifunza kupika aina fulani ya vyakula. Jifunze, usione kwamba ni ujinga au ni ushamba. Usione kwamba ni huyu mtu atanionaje. Hapana, jifunze na uanze kuchukua hatua kutamani, nijifunze hiki leo, kesho hiki, ili nitakapoingia katika ndoa nisije nikajikuta naharibu ndoa yangu mwenyewe. Mwanamke mpumbavu ni huyo pia ambaye hajui kupika na wala hataki kujifunza ajue kupika. Hajui usafi na wala hataki kujifunza ajue usafi. Hajui kuongea kauli nzuri lakini hataki kujifunza. Huyo pia ni mwanamke mpumbavu, na usipojichunguza utakuwa chanzo cha kuharibu ndoa. Kwa hiyo angalia ni tabia gani. Kila tabia unayojua wewe binti, kila mtu anajijua kwamba mimi jamani na tabia hii na hii, na ninapoomba Mungu anipe ndoa, kabla sijaondolewa hii tabia, yamkini inaweza ikawa kifungo kwangu. Hivyo muombe Bwana niondolee tabia yoyote. Haujui kufanya hivi, muombe Bwana nifundishe kufanya hivi kabla hujanipa hiyo ndoa, ili nitakapoingia kwenye ndoa nisije tena nikawa kikwazo. Mungu ni Mungu mwenye huruma, Mungu ni Mungu mwenye upendo, anasikia na atakusaidia. Haleluya. Yamkini kuna stage ambayo unajijua mimi ni binti, lakini unapoomba Mungu akupe mume, either amekupa mume au amekupa mchumba bado hamjaoana, angalia kuna baadhi ya hatua au kuna baadhi ya tuseme kuna hatua fulani unatakiwa upige kutoka kwenye ubinti, kutoka kwenye maongezi ya kibinti, kutoka kwenye urafiki na mabinti, na kuanza kuchukua hatua ya kujiandaa kisaikolojia, kiakili, kiroho na hata kimaarifa kwamba mimi ninaenda kuwa mke wa mtu. Ulikuwa unazoea labda kutoka ovyo ovyo kwenda sehemu ovyo ovyo bila kuaga, bila kumjulisha mwenza wako. Tambua kwamba utakapoolewa itakubidi ufanye hivyo. Isije ukaona kwamba ukiolewa alafu mume wako anaanza kukwambia, umetoka hujamuaga au umefanya jambo hili hujamshirikisha, anaanza kukwambia wewe unaona ndoa ngumu. Unasema mbona mimi sijazoea hivi? Mimi sijazoea tabia. Hapana. Ni jambo ambalo la muhimu pia. Nami nimejifunza ni jambo la muhimu. Ukiwa binti haujaolewa na unatamani kuolewa, omba Mungu akuandae. Kuna hatua fulani au kuna stage utatoka uingie stage nyingine. Kuna mafundisho mengine itabidi uyapokee ambayo hukuwa unayaishi au hukuwa unayajua kwa sababu haukuwa kwenye hiyo stage. Lakini unapofika hatua ya kuomba Mungu akupe mume, lazima utabadilika kiakili, kisaikolojia, kimawazo, kimtazamo, kitabia, kimatendo. Lazima utapaswa kubadilika ili ujiandae kuwa mke wa mtu, ili ujiandae kuwa mama wa familia. Haleluya. Usipokuwa mtu wa kujiandaa kisaikolojia, kiroho, kiakili kwamba nina sasa mimi sipo huku, sasa ninaelekea huku, na ukawa umekazana tu naomba Mungu akupe mume, utakapoingia kule utajikuta unafanya tabia au matendo ambayo hapaswi kufanya mwanamke ambaye ameolewa. Na hiyo hali itakupelekea uone ndoa ni ngumu, au uone kwamba
hapana, hichi kitu sipo, akipo sawa, kwa sababu haukujiandaa. Lakini utakapoomba Mungu niandae, akuandae kwa kila hali, akuondolee tabia zote mbaya, akutengeneze, akuimarishe, ili utakapoingia kwenye ndoa uweze kufurahia ndoa na kuona kweli nimestahili kuwa mahali hapa. Sio mtu unaingia katika ndoa unaona hapana, sikustahili kuolewa kwa wakati huu. Muombe Mungu akuandae. Binti, kila kitu kinawezekana. Kabla hujaingia katika ndoa, ninakushauri, na kabla haujaomba Mungu akupe mume, omba Mungu akuandae kuwa mke bora. Omba Mungu akuandae kiakili, kisaikolojia, kiroho, kila kitu. Omba Mungu akuondolee tabia unazoona ndani yako, kweli hizi ni kikwazo, au hizi tabia nikiingia nazo katika ndoa zitaniharibia ndoa yangu. Omba Mungu akuondolee. Omba Mungu akupe mume aliye sawa sawa na mapenzi yake. Utakapofanya hivyo, utakapokuwa na uvumilivu na subira, nao ukaishi maisha mazuri mbele za Bwana, Mungu hawezi kukupa kitu ambacho sio sahihi kwako. Atakupa kulingana na jinsi anavyokuona. Kama kweli umeishi njia zake, umeishi kwa mapenzi yake, haujawa mdanganyifu, umekuwa mwaminifu mbele za Mungu, naye Bwana atakuletea mtu mwaminifu, atakuletea mume mwaminifu. Lakini wewe usipokuwa mwaminifu mbele za Bwana, una chocho nyingi, una maneno mengi, tabia mbaya nyingi, alafu naomba Mungu akupe kitu kizuri, hapana, hawezi kukupa, kwa sababu anajua utakitesa kile kitu kizuri alichokupa, hautokijali, hautokithamini. Hivyo anza kwanza kuomba Mungu akutengeneze, akuandae kama mke, akuandae kama mwanamke utakayeolewa, ili utakapoingia katika ndoa usione ndoa ni mzigo, usione ndoa ni kikwazo, bali ufurahie ndoa na mzidi kuungana pamoja katika ndoa, katika kumtukuza Bwana. Haleluya. Nami ndio ujumbe wa siku ya leo nimewaletea mabinti. Tafakari na mchukue hatua. Usikimbilie tu kuomba Mungu nipe ndoa, nipe mume. Anza kwanza kutengenezwa. Tengenezwa. Kama vile ilivyo kwa watumishi wanapoitwa na Bwana, hawaingii direct kwenye utumishi, either mchungaji huyu, mwalimu huyu, hapana. Wanaanza kutengenezwa kwanza kwa ajili ya hiyo kazi, kwa ajili ya utumishi. Hivyo na wewe omba Mungu akutengeneze wewe binti kwa ajili ya ndoa, akuandae kwa ajili ya kuwa kwenye ndoa, kwa ajili ya kuwa mke wa mtu, ili usije ukaona ndoa ni ngumu. Haleluya. Na wasalimu katika jina la Kristo Yesu, na amani ya Bwana iwe nanyi nyote. Amen.